Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo ndugu Zitto Kabwe ametoa tamko lenye hisia kali akilaani vikali mauaji aliyoyaita mauaji ya Oktoba yaliyotokea nchini Tanzania kutokana na uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025, akiyalinganisha na tukio la kihistoria la Tiananmen Square lililotokea nchini China mwaka 1989. Katika tamko lake lililotolewa Novemba 13, 2025, Zitto amesema ana majonzi makubwa kutokana na kile alichokiita ndoto mbaya iliyomeza taifa lote, akieleza kuwa damu ya Watanzania wasio na hatia imemwagika, mioyo ya Watanzania inavuja damu, nchi imejeruhiwa. Mauaji haya ya kikatili yaliyofanyika Mwanza, Mbeya, Arusha, Dar es Salaam na Songwe yamevunja familia, yameharibu jamii na kuikuza amani tuliyojivunia nayo, alikuwa ameandika Zitto. Aidha, amesema kwamba katika maandamano yaliyofanyika Oktoba 30, 2025 mjini Kigoma kupinga matokeo ya uchaguzi, alikamatwa na kuwekwa mahabusu katika kituo kikuu cha polisi, na ndipo alipoanza kupata taarifa za vifo na vurugu zilizokuwa zikiendelea maeneo mengine nchini. Aidha, ametaka uchunguzi huru wa kimataifa na kitaifa kuhusu mauaji haya, akipendekeza uongozi wa uchaguzi huo uongozwe na Umoja wa Mataifa yaani UN au Umoja wa Afrika AU, ili kuhakikisha ukweli unajulikana na waliohusika wanawajibishwa moja kwa moja. Tunahitaji tume huru ya ukweli na maridhiano, fidia kwa familia za waliopoteza wapendwa wao, na uwajibikaji wa wazi kuanzia walioamuru hadi waliotekeleza, alikuwa amesema. Zitto pia amesisitiza kuwa viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama wanapaswa kujiuzuru mara moja, akisema wamegeuka kuwa wanyama wanaoitisha wananchi baada ya kuwalinda. Zitto amelitaja tukio la Oktoba 29 kuwa aibu kubwa zaidi kwa taifa tangu uhuru, akisisitiza kwamba kama mwanajeshi mstaafu wa jeshi la kujenga taifa yaani JKT, anaona fedheha kubwa kuona raia wakiuawa. Katika hatua ya mbele, Zitto ameitaka serikali kuanzisha mazungumzo ya kitaifa ya maridhiano yenye lengo la kuandika katiba mpya itakayoweka msingi ya demokrasia ya kweli na kuwapa wananchi mamlaka halisi ya kuamua mustakabali wao. Endapo kutakuwa na jambo lolote ambalo wanahitaji kuweza kulikamilisha kwenye taifa, basi watakuwa na haki ya kulitekeleza bila kuulizwa na mtu yoyote, bila kushinikizwa wala kutishwa na mtu yoyote ya kwamba kuna jambo lolote linaweza kuja kuwakuta.